Mike, I disown you. I'm sorry, Dad. Please. I disown you. Don't. Edna, Please don't. I don't want to see you ever near me. Umesikia? Please. 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 Please, my love. I don't want to see you. Please. Huyu ndo alinikonfuse. Mzee tafadhali usitoke. Nataka niende wapi? Mlango. Out. Nataka niende wapi? Out. Nataka niende wapi? Nje. Nataka niende wapi? Nimesema nje. Nje. Hizi shida zote hapa. Hamtoki. Hata mguu mimi nilinunua. Toka. Teremka. Unanipenda na ulale na nikukosea. Kijana yangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Just stand here. Don't call me that. Kama ungejua mimi ni baba yako, ungeenda kwa kitanda yangu. Kufanya nini? Bibi yako ndio nataka saa hii. Tumekosea. You just go. I don't want to see you near me. Just go. I don't want your sorry. Call your wife. Mimi ndo nimesimamia shughuli zote za hapa. Call your wife. Sawa. Bro, umemess bro. So guys, hapa hivi mzee ametuambia kwamba bibi Anania Mike amefika kwa hapo chini. Ndio tunategea, tumeona acha tuanze kurekodi, aingie kama tuna record. Umesema amefika hapo chini. Nimemtumia tu pesa ya pikipiki. Nafikia kwa karibu kufika saa hii. Okay. Ndio akuje tujue namna gani. Acha tuangalie kama amefika. Hapo. Ndani ndio yako pale. Ako hapo kwa gate. Acha akuje. Sasa uwe Mike. Bibi ananiambia na pesa ya pikipiki. Kwani umpatiangi pesa? Tumemharakisha labda hata amesahau. Aje. Yana pesa. Ako na pesa. Unajua mimi msort bibi yangu. Na ako sawa. Simu iko kwa. Si kama ako na pesa inafaa kwa M-Pesa na analipa pikipiki. Ya brap. Na pia tumemharakisha labda. Ndio huyo ameingia. Karibu. Acha kwanza nisalimiane. Ngoja. Ngoja hata bibi asalimie mzee nani? Mike. Martin. Uko salama? Karibu sana. Huko niambia ukikuja. Imekuja tu ghafla sababu ya venye kuko huko nje. So imebidi tu nikuje. Kwanza nipumue kidogo sababu huko nje simwasikia venye kuko. Huko ni maripuko kila mahali. Ungepita hata kwangu nikupikie chai. Tutaongea baadaye sababu sasa hata nitakakaa kidogo, tutapita hata nikienda kuona ile kazi nilimwekea na nione venye mnaendelea, sababu kijana pia anaweza niambia kazi inaendelea mzuri na pengine anadanganya hapa, sababu hiyo kitu ambayo umeniambia huna nauri ya kulipa pikipiki nikakutumia. So hapo nimemuuliza nini kimeendelea, ndipo sababu sasa biashara iko. How comes mimi ndio nakutumia pesa ya kulipa pikipiki? Mzee huyu hata hakuna kitu ana provide, atupei hata kitu. How? School fees ni mimi, kila kitu ni acha niongee niseme. Kila kitu ni mimi, school fees, kila kitu, uniform, vitabu zote ni mimi. Usiku halali kwa nyumba. Analala wapi? Sijui hata ukimuuliza ni kazi na si hakuna kazi anafanya. Utanashanga. Anafanya kazi gani? Venye nilimwacha akiwa mzuri na alikuwa mpole, kunaendeleaje? Siku hizi hata amekuwa mlevi kupindukia. Alirudia pombe? Na alikuwa ameacha pombe? Pombe kabisa. Sasa tutafanya namna gani? Kwa sasa naendeleaje? Niko fit, nice to see you. Asante. Hamtembeleani ama inakuwaje? Nimekuwa busy. Busy mpaka uwezi enda kuona bibi ya kijana? Nimekuwa busy my love. Hapana. Hii wakati unajua Mswahili alisema kwamba hatua kwa hatua ndio mnajenga urafiki. Lakini kama mnasalimiana hapa kama wageni, kama venye mimi nimekaa hizo miaka 2 tunakuja hapa tunasalimiana naye, hii inaweza kuwa namna gani? Sababu nyinyi mkiwa huko mnafahamu mnatembeleana, wewe unajua ile shida ambayo anapitia, naye pia anafanya nini? Unamsaidia.
Lakini sasa ukisema ni kama acha tuongee alafu mtaongea. Ngoja Nini inaendelea? Mbona kuna sababu sasa hauwezi mchukua wakati amefika hapa kwa nyumba na tunaendelea unamchukua aje. Acha tuongee Mike alafu utaongea naye baadaye. Wewe Mike. Mama amekuja hapa tuongee naye tusalimiane na tujuanie hali venye kunaendelea. So inakuwaje unamchukua mnaenda naye wapi? Dakika moja kwanza. Dakika moja. Acha tuongelee hapa. Kama ni kuongea mungeongea hapa. Acha tuongelee hapa. Muongelee hapa sababu sasa muongelee tu hapa. Habari yako? Yeye mwenyewe si ameniambia kwamba unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Kimani, mimi ndio bibi ya huyu. Okay. Ndio bibi ya Mike. Unajua mzae. Umemuona mwisho lini? Kitambo alikuwa ameenda ametoka nje. Okay. Hata ndio nashangaa amerudi bila kuniambia. Lakini huwa mnaongea kwa simu? Tunaongeanga. Okay. Mike akitoka leo nyumbani alikwambia mahali anaenda? Hakusema. Sasa tuongee bro. Hakukwambia mahali anaenda? Hakuniambia. Alitoka leo ama jana? Hata usiku wa kulala alitoka jana. Alitoka jana? Okay. Hamkuongea kwa simu kabla kama ameshatoka? Hata ukipiga simu usiku ashikangi. Sasa unamwacha tu hivi. Mike ukitoka waambie bibi yako mahali unaenda bro. Mimi na bibi yangu, ni bibi yangu. Umejua sema tu kweli. Over 10 years, 15 years. Yeye mwenyewe amesema kwamba ukujangi kwa nyumba, haumsaidiangi, saa yote ni pombe. Unataka kuniambia hapa anaweza danganya mbele yangu? Sinyangu ilikuwa off jana jioni. Ile kulinyesha ukakuwa na kuna stima. Alafu inazimanga kila siku kutoka nje. Stima ikizima kuletea tu maji ama kajusi. Acha nisikize historia. Nauliza stima ikipotea unalala nje? Ilikuwa tu nilifika late sasa nikaenda kuchaji kwa stima ikapotea so nikakuwa off. Kwanza Mama Martin, kwanza nauliza watoto wanaendelea aje? Watoto wako vizuri, lakini sasa hata watoto wamefukuzwa school fees. Watoto wako shuleni sasa? Hawako shuleni. Wote. Na last month nimekutumia pesa ngapi? Nimelipa fees, nilikwambia nitamalizia. Ilibaki I think kidogo. Nimeuliza uongei na bibi yako. Mimi nimeuliza swali. Last month nimekutumia pesa ngapi? Natumia pesa. Ngapi? Uliniambia mambo ya watoto shuleni wakaniambia 48,000. But nilikwambia ilikuwa nimaliza after term. Si ni juzi ndio wamerudi kutoka. After wewe uliniambia uko na balance ya 48,000 ya watoto na nikakutumia. How comes watoto sasa wamefukuzwa shule? Nitamaliza hiyo. Hiyo nilikuwa tumeshapanga na walimu. Pesa iko wapi? Iko nayo. Iko wapi? Iko. Sasa hii. Unajua nini namba ya shule? Nitalipa baadaye. Unajua namba ya shule? Hata ameniachia kila kitu. Ni mimi hata chakula nanunua kwa nyumba imagine. Kunaenda aje? Kunaenda aje? Wewe Mike, kunaenda aje? Mimi nimekuwa nikifikiria kwamba maisha hapa imekuwa mzuri. Sababu sasa wewe umekuwa tu kuitisha kila wakati. Nishawahi kunyima pesa wakati wote ukiitisha pesa. Na kwa nini mama analia ukujangi kwa nyumba, watoto ndio wamefukuzwa shule? Sasa mzee mambo ni. Hao ni tukuka. Unataka tukule shida kama wale wengine. Mimi nafanya kazi huko. Sina watoto wakubwa ama sina watoto wengine. Wale ambao naweza ita kuka ni wao. Na mimi nilisema kwamba wataishi kwa maisha mazuri. Kwa nini watoto wamefukuzwa shule? Ndasote mzae. Nimeuliza swali. Kwa nini watoto wamefukuzwa shule? Sasa mambo ni mingi. Sasa leo pesa unatuma haisaidii sana. Haisaidii aje? Mambo ni mingi. Na wewe mwenyewe uliniambia uko na balance ya pesa ngapi? 48. Na nikakutumia? Na hukulipa? Mabaki kidogo nitamaliza. Pesa unapeleka wapi? Nitamaliza. Mama Martin, umeenda shuleni ukauliza balance ya shule ni ngapi? Balance ni 48. Kwa hivyo hakuna kitu hata moja umelipa. Talipa mzae. Pesa umepeleka wapi? Na kwanza saa hizi niulize sababu mama amesema kwamba ukujangi kwa nyumba. Jana ukulala kwa nyumba. Unaendanga wapi? Unaendanga wapi? Mimi nakuanga hizi hustle zingine pia. Hustle gani? Gani na tunategemea tu baba yako. Gani na mama anasema kwamba hata hawakulangi. Saa zingine pia tunaendanga hustle, tukipata hustle huko nje usiku. Si lazima niende pia. Kutuma pesa, M-Pesa haiko kwa simu yako? Iko lakini akona do, si ati anakosa do. Akona do na anasema wanalalianga watoto wamefukuzwa shule. Mimi mtumia pia. Na how comes watoto wamefukuzwa shule?
Utasoti na mimi mwenyewe nilikutumia last month. Wewe ngoja. Ngoja. Venye unamshika. Ngoje. Tunataka tujue chenye kinaendelea hapa. Mzee, mimi nilikwambia mtoto wako si mtu mzuri. Si mtu mzuri hata kidogo. Mama Martin. Yes. Kuna kitu inaendelea hapa. Kuna mtoto nimepata ndani ya hii nyumba. Huyo analia. Mike amesema ni mtoto wako. Mimi niko na watoto tu wawili. Mike amesema ni mtoto wako. Niko na watoto wawili tu, tunawajua mzee. Mke wangu amesema ni wako pia mtoto. Mimi sina mtoto mdogo. Mimi na mdogo ndio unajua miaka mbili. Mike hakutoka kwa boma huko na mtoto. Ako na tu wawili wangu. Kuna mwingine. Mimi nauliza, sorry. Hapa naona kuna kitu kitazaliwa. Mzee ni yake mama. Nataka niulize. Nataka niulize tu kwa njia mzuri. Huyo mtoto ni wa nani? Mike, kwa hivyo mtoto si wa nani, si wa bibi yako? Mtoto sio wako nani? Mama Martin. Mike. Nimewapata kwa kitanda yangu. Wakiwa wamelala. Ndio maana huo tu kila kitu kwa nyumba ni mimi. Umesikia? Imagine amempata na bibi yake kwa kitanda. Tena wako na towel. Niache. Nauliza, mtoto ni wa nani? Ni wa Mike. Sijakudanganya, nimekuambia ukweli. Mama kwa wapi? Nauliza mama kwa wapi? Sawa. Mama kwa wapi? Mimi nauliza. Mike, so Mike umetudanganya. Mama mtoto ni nani? Nauliza, mtoto ni wa nani? Mama mtoto ni nani? Mimi nauliza, mtoto ni wa nani? Simsema ukweli. Mike, simsema ukweli. Mtoto ni wako? Ni wangu. Hapa kwa nyumba. Nilikuwa nimekuambia. Mtoto ni wa nani? Babake nani? Kwa nyumba. Babake nani? Baba yake ni nani? Singoje. Nauliza, baba yake ni nani? Baba mtoto ni nani? Baba mtoto ni nani? Mtoto ni wa Mike. Unaona kile kinaendelea? Baba mtoto ni nani, Edina? Baba mtoto ni nani? Huyu. Mike, mimi nauliza wewe. Nauliza wewe, Mike. Nakuuliza hapa. Ondoka hapa. Mimi nakuuliza hapa. Yaani mnaweza pata mpaka mtoto hapa. Kwa nyumba yangu. Kuja hapa. Usikaribie hapa. Wacha tutoe. Mike. Mzee. Mzee tafadhali. Mpige. Yaani unaweza lala mpaka unachukua bibi yangu. Mzee tafadhali. Mike, toka Mike. Toka Mike. Mzee tafadhali. Mwache tuongee. Achana yeye. Mike toka. Nataka kuona mtu. Toka Mike. Ngoja. Toka Mike. Toka enda huko. Niwaambie basi niwaambie ukweli. Wewe nakuuliza wewe. Shika kwanza. Hiyo ni pesa yangu. Mzee tafadhali. Tulieni, nitawaambia ukweli. Tulieni, tutawaambia ukweli. Sasa tulieni. Nakuuliza. Ununue chakula kwa nyumba. Hakuna kitu unafanya. Mimi natuma pesa. Natuma pesa. Nakwambia basi kweli. Uniambiaje? Mzee tafadhali. Uniambiaje? Nakuuliza. Wewe nyamaza. Unyamaze. Sasa kusikia ukiongea hapa. Toka hapa kwanza. Toka. Ilikuwa makosa. Makosa gani? Umeacha bibi yako. Unakuja huku kwangu. Unapata mpaka mtoto. Mzee mwache tafadhali. Nani Edina, mbona mnafanya hivyo? Amka. Enda pale, ukapiga magoti. Wote. Pole mzee. Magoti hapa. Mzee pole. Piga magoti. Mzee pole. Nataka munielezee. Ni nini sikupei? Munielezee ABC kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mtoto amepatikana aje? Sasa ni ile usiku yenye ulikuwa umetuma pesa kwa bank account ya Mike na sikuwa napatikana kwa simu. Ulimtuma kuje hapa. Alinipata tuko na party na marafiki wangu. Tukaendelea kukunywa na wao. Marafiki wakaenda. Tukabaki na Mike. Tukapata Mike kwa bedroom yangu. Mimi nilikuwa nimelewa, it was a mistake aki. Ulikuwa umelewa kutoka hiyo siku mpaka leo mimi nimepata wapi? Hiyo ni ulevi gani?
Leo alikuwa amelewa? Ilikuwa makosa, pole. Leo alikuwa amelewa? Nimempata wapi? Nasema ya mtoto. Ya mtoto hiyo ndio ilikuwa mwanzo. Leo nimempata wapi? Ndio ilikuwa mistake kabisa. Nimempata wapi leo? Kwa kitanda yangu. Unaona ni kwa hivyo mmebadilisha nyumba yangu. Mmebadilisha nyumba yangu imekuwa yenu. Umeacha kwako. Mama Martin anaumia na watoto hapa. Mpaka nikikutumia pesa mnakula. Edna. Sitaki kukuona mtoto analia. Kuja ukae hapa. So kwa hivyo Mike mtoto alikuwa wako. Hiyo mtoto hata amtoki naye. Nilikuwa bahati mbaya. Kuja hapa. Hiyo mtoto wa mwenye. Bahati mbaya Mike, una cheat kwa on me alafu unaniambia bahati mbaya. Mimi nitakufanya. Kuja hapa, kuja hapa. Kuja hapa. Wachana mtoto. Kuja hapa na huyo. Kuja hapa. Mama Martin, tumekaa na 15 years. Huyu hapana, nimemalizana na wewe. Enda uchukue mtoto huyo. 15 years. Enda uchukue mtoto. Enda chukua mtoto, analia sana. Wewe. Nimekwambia kuja hapa. Enda chukua mtoto, analia sana. Kuja hapa. Mtoto wangu. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Mimi nataka mtoto wangu. Kuja hapa, mtoto wako mgani? Uko na pesa? Pole mzee. Uko na pesa? Ukienda na mtoto uko na pesa? Wewe mnaenda na mtoto wapi? Sitarudia. Huyo mtoto hakuna atoki hapa. Hata sijui nitamuita aje. Hata sijui nitamgani sasa. I'm sorry. Mnaenda hivyo. Na mimi nasema kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi. Kuendelea. Mike, I disown you. I'm sorry. Please. I disown you. Don't. Edna, I don't want to see you ever near me. Umesikia? Please. Please my love. I don't want to see you. Please. Huyu ndo aliniconfuse. Mzee tafadhali usitoke. Mlango. Out. Nataka niende wapi? Nje. Nataka niende wapi? Nimesema nje. Nje. Hizi shida zote hapa. Hamtoki. Unafaa kwenda. Nimesema mtoke nje. Mwambie aende. Please. Shika baba naenda wapi? Toka wapi? Toka nje. Chukua bag unani uende kama ni nini iko hapo? Wewe hata yeye anauliza. Ni nini hapo iko nao hapa? Hata bagi mimi, hata nguo mimi nimenunua. Toka. Teremka. We? So walikuwa wanatuficha kama mtoto ni wa nini? Walikuwa mimi nilisema huyu mtoto anafanana na Edna. Mke wangu. Na walikuwa wanasema ni mtoto wako. Hata anifanani. Imagine. Si anafanana tu Edna. Sasa huyu mtoto mimi sitashindwa na kulea. So utabaki na mtoto mzee? Mimi nitabaki na mtoto, lakini Mama Martin. Pole. Venye ambavyo mtoto atakuwa anahitaji, wewe ndio utakuwa nitakupatia. Sawa. Nitakuwa na kutumia chochote kinahitajika kwa mtoto. Sawa. Mpaka hii mambo itulie. Sawa? Yote nitakutumia school fees, uende ulipe, halafu pesa ya kazi nitakuongezea kazi. Sawa. Ni sawa? Kwa hivyo mambo yoyote ambayo itakayoendelea kuanzia sasa hivi, usiwe unaambia Mike. Nipigie simu direct. Hata nikirudi nitakupatia line ambayo tunatumia. Tuna communicate. Sawa. Nitakuwa najua kile ambacho kinaendelea. Wewe bibi usimrudishe hapa. Hapa arudi tena. Sawa. Hapa arudi. Mungu atanisaidia nitapata bibi mwingine. Sababu hii nyumba ni kubwa. Siwezi kaa peke yangu. Nilikuwa naomba nipate wajukuu. Wawe walinde na walidhi rumu zingine. Mimi niwe nakaa hata kama ni floor hii. Hii nyingine ipatiano na zile zingine wote wachukue. Lakini sababu amenionyesha huyu sasa wewe ndio utakaa naye wakati atakuwa mkubwa warudi. Watakuja na Mati na Kariuki. Nitawapitia kila mtu nyumba yake. Sawa? Na chochote ambacho unahitaji uniambie. Sawa? Nilikwambia wakati tu tukiingia nilisense kuna danger. Lakini sikuwa najua. Sababu ile gari iko pale hata sijauliza ni nani. So hiyo gari ndo Mike anatumia?
Labda ni Mike anatumia. Sababu sasa hakuna mtu mwingine ako katika hii nyumba. Ni Mike na mke wangu. Ule alikuwa. Kwa hivyo Mike ndiye anatumia hiyo gari. Na hata tunasema Mike kutoka jana hajarudi. Mike hajarudi. Kutoka jana bila alitoka kwa nyumba. Hajarudi kabisa. Imagine Mike anafanya vitu kama hizi. Hata mimi ndio nimeshtuka. Kulala na bibi ya babake. Analala na stepmother. Sasa mimi kuna kitu nimefikiria. Sababu Mama Martin mimi hata nikimwacha sababu walichukuana wakiwa shule. Na sijawahi ona ubaya wake. So ile mali yote Mike alikuwa anasimamia. Pamoja na zingine ambazo nitamuonyesha. Nitazitransfer. Kwa majina kwa huyu. Kwa majina yake. Transfer kwa jina yake ndiposa aweze kusikilia watoto wote. Sababu yeye ndiye ambaye atafikisha watoto mahali ambapo wanafaa. Asante sana mzee, asante. Kwa hivyo hata hii nyumba utakuwa naangalia. Ile ingine mali ambayo Mike alikuwa anaangalia nitaitransfer, itakuja kwa jina yako, itakuwa yako. Wewe ndio utakuwa unaenda kuangalia. Huko tutaajiri mfanyikazi wa biashara, ile store inaendelea huko ndio upate time nzuri ya kutembea ukiangalia chenye ambacho kinaendelea. Sababu hata kuna nyumba nyingine inajengwa. Wewe ndio utakuwa unaenda kuinspect. Mambo ya Mike nimemtoa katika my memory. Sawa? Yes. Kwa hivyo sasa wewe ridhika na utulie. Hawa watoto uko nao wawili pamoja na huyu. Utalea bila kusumbuka. Nitakuprovidea kila kitu. Na Mungu atatusaidia.